Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi, na hebu sasa tusonge mbele, ambapo halmashauri ya mawasiliano nchini sasa imesema kwamba agizo lake la kusitisha upeperushaji wa moja kwa moja wa maandamano ya tarehe 25 mwezi uliopita kwenye vyombo vya habari halikuwa marufuku kamili kwa vyombo vya habari kuhusiana na maandamano hayo. Jaji Chacha Mwita aliarifiwa na mkurugenzi mkuu David Mugonyi kwamba alilazimika kuchukua hatua hiyo baada ya uchunguzi wa kawaida kubaini kwamba upeperushaji wa moja kwa moja wa maandamano hayo ulizidisha taharuki nchini. Chama cha wahariri wa habari nchini na chama cha wanahabari nchini viliwasilisha kesi mahakamani vikitaja jaribio hilo kuwa la kuzuia upeperushaji huo kuwa hatari na lilihitaji tathmini ya mahakama. Jaji huyo aliagiza kwamba pande zote mbili zijumuishe rufaa zake na swala hilo kabla ya maelezo zaidi kutolewa mwezi Oktoba mwaka huu. Kwenye hati za mahakama, halmashauri ya mawasiliano nchini imetoa sababu za kuzuia vituo vya runinga na redio kupeperusha moja kwa moja maandamano dhidi ya serikali yaliyoandaliwa tarehe 25 mwezi uliopita. Kulingana na mkurugenzi mkuu David Mugonyi, mashirika hayo yalishindwa kuchuja matangazo hayo na hivyo kuonyesha masuala ambayo yaliibua hisia kali. Halmashauri hiyo ilizungumzia visa vya ghasia vilivyozuka ukiwemo uporaji jijini Nairobi, Thika, Nakuru na kuteketezwa kwa mahakama na kituo cha polisi cha Kikuyu kuwa ushahidi kwamba upeperushaji huo wa moja kwa moja ulizidisha ghasia. Mahakama hiyo iliarifiwa kwamba hatua hizo zilizochukuliwa si tu za humu nchini ila pia zinatambulika kimataifa ili kupunguza madhara ya matangazo ya moja kwa moja. Swala hilo litarejelewa tena tarehe 27 mwezi Oktoba, ambapo Jaji Mwita aliwahimiza walalamishi wote wajumuishe kesi zao kwani wameibua masuala sawa. Mashirika ya habari yaliyoathirika yamerejelea utangazaji kufuatia maagizo ya muda ya mahakama yaliyotolewa na Jaji Mwita tarehe 25 mwezi uliopita. Ruth Wamboi, Darubini.